Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi ndugu zangu katika imani, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kumaliza funga tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuna baadhi ya waja wema wanaendeleza kumaliza hii funga ya 6. Namuomba Mwenyezi Mungu atupokelee funga zetu za Ramadhani, na ndani yake kuna 6 nje Ramadhani. Atusamee madhambi yetu, na insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie kuwa waja wema na tuendeleze mema kama tulivyokuwa ndani ya Ramadhani. Ramadhani tufanye kuwa ni chuo kimetupa training nzuri ya kuwa wachaji wa Mungu, tusione Uislamu wa season. Ndugu zangu Waislamu, sisi kama Waislamu ni walinzi wa dini ya Mungu. Dini ya Mungu lazima ilindwe. Kabla sijasema tutaanza leo na kuelezea hili jambo, kuna jambo baya sana limetokea mkoa wa Morogoro, wilaya ya Malinyi. Kuna wilaya moja inaitwa Malinyi. Sasa wilaya Malinyi kwenye kata ya Sofi, wanaita Sofi Majid. Katika mkoa huu, jana nimepata bahati ya kumtafuta shekhe wa mkoa wa Morogoro, nikafanya naye mazungumzo ya kumuuliza ili nitujue ukweli, na yeye akanieleza ukweli. Kuna msikiti kule umevunjwa, na chanzo cha kuvunjwa msikiti huu, mnisikilize sana Waislamu. Kila siku mimi nasema tatizo kubwa la usisi Waislamu, tutalalamika sana, lakini tatizo tunashindwa kulisema ukweli, na hatutaki kuwa ukweli. Tatizo ni kwamba hatuna viongozi makini kwenye dini. Sio wote, wako viongozi wanamcha Mungu, wanafanya harakati za dini za kuelekeza Mungu anataka nini na mtume, lakini bahati mbaya waliokuwa wengi wetu tupo after money, hatuko serious kwenye dini. Sasa tukifeli tunasingizia, tunasema serikali, Wakristo wale wana mambo, serikali na mambo yake, Wakristo wana mambo yao. Sasa sisi kama Waislamu, sasa tukio lililotokea ni tukio baya sana ambalo linasikitisha na kuhuzunisha. Morogoro kuna msikiti umevunjwa mpaka sasa. Sijui kama shehe wa mkoa anajua, shehe mkuu wa mufti anajua, au sijui kama shule ya maimamu inajua, au kwa sababu sisi tuko mijini, mashehe wa mijini kama wanajua, vyombo husika na taasisi za dini sana kama kwa sababu taasisi nyingi za dini zimejikita mjini, hazihitaji kupanua wigo wa Uislamu kwenda nje ya miji. Hakuna mafanikio yoyote. Ukienda shaka kijijini uwezo ukapokea, bali wewe ndio utalazimika kutoa. Na bahati mbaya wengi wetu wa mashehe wamezoea kupokea, sio kutoa. Nayo wanikisema yanauma sana, yanawaumiza sana, lakini mimi napiga msumari kwenye kidonda cha moto, kwa sababu ndio ukweli na hiyo ndio haki. Msikiti chanzo chake cha kuvunjwa, kabla sijakuwekeni picha ya walengwa, inasemekana ni na hivi ndivyo alivyonieleza hata shekhe wa mkoa wa Morogoro. Wallahi nimeongea naye jana kwa muda kama nusu saa, ameeleza hivi. Nimelifuatilia kwa karibu ili jambo. Kulikuwa na msikiti mkubwa, sio mkubwa, ni msikiti wa kijijini, umejengwa mwaka 1935. Msikiti ule, shekhe wa msikiti, au kwa lugha nyingine imamu wa msikiti au kiongozi wa msikiti, mtoto wake alilitadi akabatizwa. Hilo mimi sitaki kuliingia kwa sababu ni lake yeye na Mungu wake. Kwa sababu serikali au nchi yetu imetoa uhuru wa kuabudu. Mimi nilikuwa Mkristo, nimesilimu, na wako watu Waislamu wanabatizwa. Sasa anayebatizwa akitoka kwenye Uislamu atakwenda akakumbane na Mungu wake, na anayesilimu kutoka kwenye Ukristo kuja kwenye Uislamu atapambana na Mungu wake. Haki itajulikana siku ya mwisho, kama umefanya kosa, kama kufanya kosa. Lakini kuzungumza ni lazima tuzungumze. Shekhe huyu wa msikiti huu inasemekana mtoto wake alibatizwa au alilitadi, akaacha Uislamu akawa Mkristo. Kwanza mpaka kufika hapo ni aibu sana kuonekana mtoto wa shekhe anabatizwa. Ndio ukweli.
inaonyesha baba kusimama katika mafundisho ya dini. Ni mtihani, Mwenyezi Mungu atunusuru. Unaweza kunifika mimi, hata wewe au yule. Lakini inaonyesha wazazi wengi wa Kiislamu hatukujikita kuelekeza watoto wetu nini maana ya Uislamu. Baada ya kulitadi mtoto huyu binti akapata mchumba wa Kikristo, ikatangazwa ndoa, akaingia kanisani kufunga ndoa. Wakati wanafunga ndoa ikalazimika baba naye aende asapoti ndani ya kanisa. Akaingia. Kimisingi, kiukweli kabisa, huu ni unafiki wa wazi. Mfano mimi nilivyosilimu, nimeacha Ukristo, nikaja kwenye Uislamu, nilikuwa na mipaka ya kiibada mimi na baba yangu. Siku mimi naoa baba yangu hakuingia msikitini, kwa sababu ni ibada ya Waislamu tu. Na wewe mzazi kama mwanao amelitadi, kitendo cha kuingia msikitini kukaa mle ina maana unasapoti. Mwanangu uko sahihi. Baba angechukizwa na kitendo hiki, hakupaswa kuingia kanisani. Yaani mimi nazungumza imani, mimi sibezi Ukristo wenu baki nao na mimi wangu Uislamu tabaki nao. Na tusitake kulazimisha mafungamano ya kiimani, ila kuna mafungamano ya kiutu na kibinadamu. Haya yakatazwi. Muislamu kukaa na Mkristo yakatazwi. Kufanya kazi moja ikatazwa, hata imani. Mapenzi ya dhati baina ya Muislamu na Mkristo yapo. Kukopeshana, kusaidiana maisha yapo Muislamu na Mkristo. Na ndivyo tunavyoishi. Lakini ibada, lazima kuna ibada Muislamu hapaswi kuchanganyikana na Mkristo. Ndoa ni ibada tukufu ambayo Mungu mwenyewe ameikubali. Kwa hiyo huyu bwana ambaye ndio shehe wa msikiti akaenda msikitini, kanisani, akashiriki ndoa, akafunga ndoa, akabariki. Hawa waumini walivyomuona shehe ameenda naye kanisani, lile tendo likawauma sana, wakampigia simu shehe wa mkoa wa Morogoro. Shehe wa mkoa alimsimamisha huyu mtu. Alimsimamisha kazi. Baada ya kumsimamisha kazi, huyu shehe akasema sasa tutaona. Huyu shehe aliyebatizwa akaungana baadhi ya ndugu zake, inasemekana wakafanya ila, wakaja wakavunja ule msikiti, ndani yake kuna misaafu na kadhalika, imevunjwa. Sasa napenda kutoa tamko hili na kutoa uhalisia wa hili tukio ili Waislamu wajue kila kona. Hawakuvunja Wakristo msikiti, wala hawakuvunja, wala serikali haikuvunja. Wale wanasema ni msikiti wao. Kwa nini baba yetu au ndugu yetu aondolewe? Kwa hata kama angefanya ule msikiti kwenda kuuza pombe mle ilikuwa ni sawa. Si wa kwao. Ndio hao wanasema mwepopo kila siku. Kwamba hata mifumo ya kuendesha ibada Waislamu, kuendesha administration ya dini zetu, tumeshindwa. Msikiti ni nyumba ya Mungu, sio ya mtu. Ukisha kujenga msikiti na maana umesha utoa wafu, utakiwi tena kutamkia kwamba ni wa kwako. Hebu tuwekeni kidogo, tuwasikilize wale mashehe wanaolalamika kupitia huu msikiti. Kwa majina naitwa Miraji Ngapolela. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Majiji, kata ya Sofi, wilaya ya Marenyi. Lakini ni katibu wa msikiti mkongwe uliopo katika kijiji cha Majiji. Katika kijiji chetu hapa cha Majiji tuna mkasa mkubwa sana ambao umetupata sisi Waislamu. Umebomolewa msikiti wetu. Historia fupi ni kwamba huu msikiti umeanzishwa mwaka 1935. Tangu kipindi hicho kulikuwa hakuna mgogoro wa aina yote, na ile eneo tulipewa na Muislamu wazetu kama katoa kama wafu. Tuko tunaendelea na kuswali bila shaka ya aina yote. Ilipofika 2005 ndipo mgogoro ukaanza. Mgogoro ulianza kwamba kutokana na shehe aliyokuwepo wakati huo, kwa jina maarufu anaitwa Mgombeki. Yeye mtoto wake aliritadi akaenda Ukristo, na yeye siku ya ndoa huyo mzee akaenda, huyo shehe wetu akaenda huko kanisani kwa ajili ya kufanya ibada za hiyo ndoa. Sasa kwa mujibu wa kanuni yetu ya Kiislamu tukaona kwamba
kitendo anachokifanya kipo nje na utaratibu. Basi akaagizwa shehe wa mkoa wa Morogoro kuja kutatua tatizo hilo. Shehe wa mkoa wa Morogoro alimsimamisha mpaka pale taratibu zingine zitakapofanyika. Hapo ndipo mgogoro ukaanza. Yule shehe na yule shehe ambaye alitupa hilo eneo kuna vinasaba, lakini sio ndugu wa damu, isipokuwa kuna vinasaba ya kuonyesha kama yeye ni sehemu ya ndugu. Akaahidi kwamba kwa sababu yeye amesimamisha uongozi, basi ni lazima atafanya kila jitihada Waislamu hapo wataondoka. Basi baada hapo kesi zikaendelea, walitufungulia kesi kwa maana kudai ile eneo ni eneo lao. Kesi kwa mara ya kwanza tukashinda. Kwa mara ya pili tena wao waliomba tena kufungua kesi nje ya muda kutokana na sijui walisema wanakuwa na matatizo na nini. Ikafungua tena kesi nyingine, ikatupiliwa mbali kutokana na vielelezo vilikuwa havipo. Wakafungua tena kesi nyingine ya 3 kwenye mahakama hiyo hiyo ya nyumba na ardhi Ifakara. Ndipo kwa mara hiyo ya 3 mahakama ya nyumba na ardhi wakawapa haki kwamba huu msikiti ni mali ya ukoo wa kina Ligubi. Walioshitaki sio kina Ligubi, ila msikiti ni mali ya kina Ligubi. Hao wanaoshitaki ni sehemu ya ndugu, watoto wa mzee mwenyewe Ligubi waliotoa ile eneo, wala hawana mashtaka ya aina yote juu ya ile eneo, isipokuwa ndugu wengine wa pembeni ndio wakawa wana kula kidete sana juu ya jambo hili, kama vile msikiti huo kwenye hilo lao. Basi baada ya hapo ilivyohukumiwa kwamba huo msikiti ni mali ya ukoo, kwa sababu ndani ya ule msikiti 70% ni ndugu katika ukoo wa ule kina Ligubi, Waislamu tukaona kwamba hakuna sababu kwamba kama wazetu hawa pia wapo ndani ya ukoo, basi Waislamu wote, sababu msikiti ni wa Waislamu na kwa sababu ni wa ukoo, basi hakuna shida ya aina yoyote. Basi tukaendelea kuswali kwamba wale wana ukoo wote wanaitaka kuja kuswali, basi wataendelea kuswali. Ishi ikawa inaendelea hivyo. Baada ya muda wao wakaenda kukazia hukumu. Lakini kwenye ile hukumu ya msingi iliyotolewa pale mahakamani kwamba msikiti ni mali ya ukoo, hukumu imeishia hapo. Msikiti ni mali ya ukoo, wale wale walalamikaji wapewe fidia, yani sisi ni msikiti mkongwe tuwape fidia. Sasa matarajio tulivyojua kwamba hata wanavyoenda kukazia ile hukumu, maana yake watatudai sisi fidia, si kuondoa msikiti, sababu kwenye hukumu ya msingi hakuna kipengele cha kuondoa msikiti. Lakini kwa bahati mbaya sijajua wametumia mbinu gani, hizo mbinu za kiufundi wanajua wao. Hakimu tena akasema msikiti uondolewe. Hilo jambo kwa kweli sisi tumeliona ni changamoto, tukasema tukate rufaa. Tukata rufaa, imeenda kwenye mahakama ya juu, kwa maana ya mahakama ya mahakama kuu kanda Morogoro. Kwa maana kesi imepangwa tarehe 1 mwezi wa 5 itasikilizwa. Lakini tukapata samansi kwenda kuwasomea. Lakini cha ajabu tena tarehe 4 kukawa na taharuki, wao wametangaza kwamba leo tunakuja kubomoa msikiti. Kitu ambacho sisi tulikuwa tujui kitu hicho. Lakini tumefika pale tumeona watu wengi sana wakaja na mtu anayeitwa Darari, lakini sio Darari kwa sababu kwa mujibu wa hati zao ambazo zilizoonyesha kwamba kuna dalali, hiyo dalali ni Monica, lakini aliyokuja ni mtu tofauti na huyo. Amesema dalali kwa kufika pale walisema kwamba yeye hakuja kwa ajili ya kubomoa, lakini wale wapinzani wetu wakasema wamekuja kwa ajili ya kubomoa. Bahati nzuri sisi tukampigia simu OCD. Kutokana na taharuki hiyo tukaona kwamba usalama unaweza ukawa ni mdogo zaidi. OCD alituma askari wake, walifika pale wakamhoji yule dalali, wakasema kwa nini haukufuata taratibu? Viongozi wote taarifa hatuna. Kwa hiyo wakaamua sasa wewe dalali tuondoke, unaitwa na OCD, alafu baadaye tutarudi tutakaa kikao. Wewe upande ule ambao wazetu tunawalalamikia wameambiwa wawatanisha watu waondoke. Baada ya muda mfupi wakarudi, tukakaa kwenye ofisi ya mtendaji wa kata, ikiwemo upande wa Waislamu na upande wa wale ambao wanaojiita ni ndugu wa kina Ligubi na viongozi. Tumekaa pale tukajadiliana. OCD alisema kwamba nimepokea maelekezo kutoka kwa mkuu wa wilaya kwamba hana faili lolote linaloonyesha jambo hili. Na hata mimi pia namnukuu yeye. Na hata mimi pia kwamba sina faili lolote linaloonyesha kwamba kuna jambo hilo. Nafikiri mmewasikia. Kila Muislamu amewasikia, hata si kwa Muislamu. Sasa je, tukio hili ni kweli? Huu ndio Uislamu?
vyombo vya dini viko wapi? Vimeshindwa kwenda kuwasaidia Waislamu wenzetu. Mbona haviendi kuwasaidia ili ukweli upatikane, haki ipatikane? Wewe umeshabatizwa, mtoto wako amebatizwa, wewe umetolewa kwenye uongozi. Kwa nini uje uvunje msikiti? Una ugomvi gani wewe na msikiti? Kitendo cha kuvunja msikiti na maana utaki Uislamu kuwa eneo lile, kwa sababu alama ya Uislamu na Waislamu ni msikiti. Kwa maana nzima wewe ni adui wa Uislamu na Waislamu. Kwa hiyo haya ndio wanayosema kila siku Mwaipopo kwamba viongozi wa dini, baadhi yenu mjitafakari, muone kama kweli mnafiti, basi endeleeni kutengeneza imani iliyokuwa sahihi. Na kama mnaona hamwezi kuongoza Uislamu, waachieni wengine waje wajaribu na wao kuongoza. Lakini ukiyasema haya maneno kwa Waislamu, inakuwa ni nongwa kubwa sana na ni chuki. Chuki kubwa sana. Hatuwezi kufika. Hatuwezi kufika kwa mifumo hii hata siku moja, hata dakika moja. Kwa utukufu wa Kiislamu, leo mimi nitaongea maneno machache sana, na lengo kubwa ni kujulisha tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, misikiti yote ni nyumba zake Mwenyezi Mungu, asiabudiwe yote ila Mwenyezi Mungu. Leo nyumba ya Mungu inaenda kuvunjwa. Ndani yake kuna misahafu, kuna vitabu vitakatifu vya Mungu vimevunjwa kikatili. Je, huyu ni kiongozi kweli? Alikuwa ni imam au alikuwa ni agent au ni kibaraka? Hata kama ukiwa kiongozi wa chama cha siasa, umeshatoka chama hiki, au mwanao ametoka chama hiki kaenda chama kile, alafu kwenye mkutano wa chama kile kingine wewe unaenda kuhudhuria tu, unakaa high table, alafu unasema umebaki chama hiki, hivi wanachama ulioacha kwa watakuelewaje? Mfano tu kwenye vyama vya kidunia, hivi vyama vilivyobaki vitakuelewa vipi? Kwa haya ndiyo matatizo yetu Waislamu. Lazima tufike sehemu tujirekebishe na tubadili mifumo. Kuna baadhi ya viongozi wamepewa uimamu tu, lakini hawana uwezo wowote, hata hawajui maana ya imamu, hajui maana ya dini, kazi yake ni kusalisha. Sasa Uislamu utafika namna hii? Viongozi wa mikoa hawana ziara kutembelea, viongozi wa wilaya watembelei vijiji wakajua matatizo ya Waislamu wao. Hata wanasiasa tunaona wanahangaika kutembea kujenga imani na itikadi za wanavyama wao. Sisi mbona tutembei? Ukiangalia sana hata hutuba za mijini humu, chunguzeni sana Waislamu, ni kuonyesha kwamba watu wamesoma dini kweli, lakini bado hawana utaratibu wa hutuba, hawajui hutuba ni nini. Siku ya Ijumaa watu wamejaa msikitini, wanamsikiliza shekhe atatoa maelekezo gani ndani ya hutuba hii. Zaidi sana wallahi nimechunguza, usababu mtanisamehe nasema tu kweli, hutuba nyingi za misikiti mingi nimezisikiliza, zimejaa mambo matatu: malalamiko, tuhuma na maelezo tu, kama maelezo ya kawaida au mazungumzo. Yani haina ile kitu ya kukufanya utoke Ijumaa useme nimefyonza baadhi ya vitu, mimi nimebadilika na nitakwenda nikaibadilisha familia yangu kupitia hutuba ya shekhi. Hakuna. Hakuna. Leo imefikia mtu kuwa kiongozi wa dini anaweza katoa rushwa, akampa rushwa kiongozi fulani anayeteua watu. Wallahi anampa pesa, niteue mimi nikawe shekhi fulani sehemu fulani. Anamteua. Niteue mimi nikawe imamu wa msikiti fulani. Anamteua. Imefikia hali hiyo kwa Uislamu. Mtu anaweza katoa hata pesa kumpa shekhe fulani. Mimi natoa pesa hii shekhe, mimi nikawe shekhe sehemu fulani. Au nikawe shekhe wa nikawe imamu wa msikiti fulani. Na anapokea.
na kila baada ya mwezi au kila wiki nitaleta maokoto. Kwa hivi ndivyo, na hii ndio hali tuliofikia Waislamu. Kwa nimeona hili nilitoe na nilieleze katika nia nzuri na sura nzuri. Lakini tunachoomba ni Waislamu kuwa watulivu. Viongozi wa dini, fuatilieni hili jambo, mtapata ukweli wake. Uislamu sio ni Ramadhani tu. Sababu kuna watu wamesali Ramadhani, sasa hivi misikiti haina watu. Watu kumbe walikuwa wameingia kutalii. Watalii walikuwa wengi misikitini. Sasa misikitini hamna watu. Mungu wa msimu, dini ya msimu. Islamic season. Uislamu umebaki peke yake tena. Kuna watu walikuwa wanafanya wema sana ndani ya Ramadhani. Sasa hivi wamerudi kule kule. Sasa kwa mfumo huu sidhani kama tutalipwa. Sidhani kama tutalipwa. Uislamu uendeshwe kwa season. Nimalize, nimekuwa nikipigiwa simu, Sheikh bado unaendelea na tiba zinaendelea. Lakini sisi kipaumbele sana kwetu ni dini. Kwa sababu naomba watu wajue tiba ni maslahi yangu mabwana. Ndio maana simtibu mtu bure. Tiba ni maslahi yangu. Ila dini ni maslahi ya umma na ya kesho mbele ya Mungu. Kwa hiyo yote anayetaka tiba, mwenye kusumbua maradhi mbalimbali, atanipigia simu, tutamsupport. Lakini tiba ni maslahi yangu. Ndio maana siapi kipaumbele sana kwenye YouTube nyingi. Na natoa kipaumbele kidogo sana kama mnachunguza. Kwa sababu sikuweka YouTube ili nielezee uganga tu. Tiba zipo tunafanya inshallah. Mafuta yapo na watu wanapona mamia na kwa maelfu biidhnillah. Kwa ndugu zangu Waislamu, nimependa niliseme hili. Hebu ifuatilieni muone dini yetu inavyodhalilika. Na ndio maana Mwepopo amenilazimu mimi kufungua mfuko ule niliosema. Inshallah tunasubiri wiki 2-3 au baada ya miezi 2, mwezi mmoja, tunahitaji kufanya kikao kikubwa sana cha kufungua akaunti hiyo ya kushughulikia masuala mbalimbali ya kidini, ikiwemo kuwasaidia watu maskini na yatima na wanyonge. Ili jambo binafsi kama Mwepopo limenigusa sana, na baadhi ya Waislamu wenzangu tutakao shirikiana limewagusa. Ila wale wanaotafutia matumbo naweza kaka pembeni. Yaani mimi usiniangalie ukafikiri nipo kimaslahi, nipo kidini. Nipo kidini hasa. Nipo kidini. Ukitaka tupo kidini, usitake ndio hivyo hivyo. Mimi niwashukuru sana watukufu wa Islam. Leo nimesema nitaongea kidogo. Hii mada nimependa nipeleke leo ili muweze kujua, lakini kesho inshallah tutaanza kufunguka kutoa mada mbalimbali. Niwashukuru sana. Ramadhani imekwisha. Sasa wale watu walikuwa kifutulisha watu, sasa Ramadhani imekwisha, tendeni wema. Msifikiri kufutulisha tu ndio wema. Mlikuwa mkilisha watu vyakula ili muonekane. Wengine hata sio Waislamu wamelisha watu vyakula. Jambo zuri, sio vibaya kumlisha mtu chakula. Lakini sasa mbona Ramadhani imekwisha, watu mmerudi kwenye ufadhuli? Waimba muziki, wakata viuno, watembea uchi, wote mlijifanya mmekuwa Waislamu. Mnalisha watu vyakula, wengine mnadanganya watu, mimi nasali sala 5. Wewe sala 5 utasali na fisa 5 mchezo? Sala 5 unatembea matatu yamejaa mgongoni, mwili mzima umejaa tatu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote mwenye kuchora tatu kalaniwa na Mungu, na akifa na tatu na kwenda motoni. Mtume anasema. Hata Biblia imesema kuhusu tatu. Leo wewe unasema unasali, unatembea na vipuli, heleni kama mwanamke. Unatembea wakati mwingine umesuka kama mwanamke. Unatembea na cheni na msalaba. Alafu unasema wewe unasali sala 5. Hiyo sala 5 unaisali saa ngapi? Alafu wakati wewe unasimama unakata viuno, unacheza uchi, unachezesha watoto uchi, mzinifu na nuka janaba. Haya, hizo sala 5 unazisali muda gani? Na Mungu anasema sala iliyokuwa bora mbele Mwenyezi Mungu ni ile inamzuia mtu na mambo machafu. Wewe unafanya mambo machafu, unakunywa mapombe, unainjinia maovu. Wewe ndio kinala wa maovu, unapokanyaga wewe shetani yuko mbele yako. Na usema maneno hayo eti mtu kavaa kilemba na kanzu. Na Waislamu wengi wetu, baadhi yetu tulivyokuwa mazwazwa, watu wazima na akili zao wamekaa wanamsikiliza mtu mjinga mpozi kabisa ana adabu kama huyu. Yana anaonyesha Uislamu kwa ni dini nyepesi. Mtu unaweza kufanya mambo ya hovyo tu alafu kaingia ukaona sali. Zuieni watu kama hawa bwana.
Ima uchague, ima shakila wa ima kafula, ima ukufuru, ima ushukuru. Kama unataka kwenda kwenye uhuni, nenda kavae vidani vyako huko na dhahabu zako. Kama unataka dini, njoo katika dini tufanye kazi ya Mungu au tufanye ibada. Lakini usitake kuchanganya haki na batili. Leo Uislamu tunataka kwa watu wajinga namna hii. Tutasimama lini si kusema ukweli? Tutasimama lini? Yaani kila mtu anataka kuchezea dini achezee tu. Kila anataka kuchezea dini achezee tu. Wengine wanawapa watu matajiri, wanawapa watu mapesa, wanakwenda hija, wanasimama kwenye Kaaba wanajirekodi. Yeye nafikiri ndio sifa ndio dini anaambiwa, bado analeta ukali tu. Nimefanya hivyo mimi kwa kupromote. Nani kakwambia una promote dini? Dini inataka kupromotiwa? Dini ina shida kupromotiwa? Dini haina shida kupromotiwa. Ina shida uipromote wako, watu wamejitolea kupromote dini. Sio wewe, wewe ni muovu kama waovu wengine. Na nyinyi watu wenye pesa, matajiri, Mungu kakupeni pesa, zitakwenda kukuchomeni siku ya kiyama, wallahi na kwa pieni. Tajiri mwenye akili huwezi kuona hapa watu pesa kama hawa wanakwenda kufanya machafu paka mbele ya Kaaba. Alafu wewe tajiri umekaa unaona raha Muislamu. Unaona raha kabisa. Eti madam umetajwa tu jina lako pale kwenye Kaaba. Hata shetani anaweza kukutaja. Sio lazima utajwe na huyo mtu. Kwa ni namna gani kuonesha kwamba baadhi hata ya matajiri wa Kiislamu wanasaidia kuunga mkono maovu baada ya kusaidia kuunga mkono mema. Unatoa pesa unampa mtu anakwenda kufanya mzaha kwenye nyumba takatifu, eneo tukufu ambalo limebeba historia yote ya dini na ibada tukufu iko pale. Alafu mtu anaambiwa bado analeta kiburi kimemjaa. Badala hata ya kutubia kusema la kwa kweli nimekosea. Waislamu naomba mnisamehe. Aya juzi nimemuona, wallahi billahi, juzi nimemuona Doto Magari, namtaja kabisa, na ni kijana wa Kiislamu. Hebu ngoja hii tutakuja kuweka kingine kama kipinga muione. Nimemuona kwa macho yangu Doto Magari yuko Dodoma, anaonesha zizi lake la nguruwe. Anasema yeye ni mfugaji mzuri wa nguruwe na nguruwe wanalipa. Yani ina maana anahamasisha watu wafuge nguruwe. Subhanallah. Wewe Doto Magari, angalia utalanika. Kama kuna watu wanakudanganya wao ni mashehe au unayofanya na kubalika katika dini, utalanika. Ni sawa na mtu anaenda napiga debe watu wazini. Au unafanya mzaa kila alichokataza Mungu unasema watu wakifanye. Na ndio maana alionekana anakula Ramadhani. Baadaye akajifanya anasema naomba lazi. Haya. Ramadhani yote nywele kasokota. Sijui hata hiyo sala anasali saa ngapi. Nywele zimekuwa dread tupu. Lakini tatizo ni kwa wasomi wa dini, hamtaki kuambia watu ukweli. Sasa juzi amekwenda kupromote nguruwe, anasema na yeye anafuga nguruwe. Doto Magari anafuga nguruwe. Na ametamka mwenyewe hadharani, na mkitaka picha atakuonyesheni mumuone anavyo promote nguruwe. Na wakati Mungu amehalamisha katika Qur'ani sura Maida sura ya 5 aya 90, Mungu kasema ni haramu hata mizoga yake tusiguse. Hata Bible imehalamisha. Haya. Wewe mama unafaa kwa kumfurahisha nani? Lakini bado wakitoka hapo, Waislamu wako nyuma yake na baadhi ya mashehe wako nyuma yake. Anaweza kaitia futari akawapa, wengine wanamwalika kwao, anampa milioni 2-3, njoo tu promote tutaje tu sisi matajiri. Waislamu mcheni Mungu nini? Mcheni Mungu. Mcheni Mungu. Mnacheza na Mungu. Tena siku anajisifu anasema mimi Doto Magari kwetu Bagamoyo, mimi Muislamu. Uislamu hauangalii kutoka Bagamoyo, wala hauangalii kutoka Zanzibar, wala hauangalii kutoka Mbeya wala Mtwara. Mbola mbele ya Mungu ni yule anayemcha Mungu. Sasa wewe si mcha Mungu. Uislamu hauko hivyo kumtukuza mtu kwa kutoka Bagamoyo wala kutoka Mtwara wala kutoka Mbeya wala Arusha wala Warabuni wala India wala Ulaya. Uislamu ni mbola ni yule anayemcha Mungu. Kwa hata ungetoka Bagamoyo maadamu haumchi Mungu, Mungu hana mpango na wewe. Mnaudhalilisha sana Uislamu. Mnaudhalilisha sana mashaikh wa Bagamoyo. Bagamoyo imetoa wanavyuoni wakubwa kabisa, na ndio waliopigania uhuru wa nchi na kumfanyia dua nzito Mwalimu Nyerere. Lakini nyinyi mnapa najisi Bagamoyo. Yani unajisifu kwa kutenda maovu. Leo umeamua kwenye nguruwe kwa kutafuta umaarufu.
Kwa nini msifanye mambo mema mkatafutia maarufu kwenye ucha Mungu? Kwa tatizo hapa ni mashehe baadhi hamtaki kuambia watu ukweli. Mwisho nafikia watu wanachoma paka msikiti, wanavunja msikiti. Mcheni Mungu. Mcheni Mungu, mcheni Mungu. Mcheni Mungu, mcheni Mungu. Tukifeli tunakimbilia Mama Samia. Mama Samia wa nini bana? Rais wa nini? Mwacheni yeye anafanya kazi ya nchi, afanye kazi ya dini. Rais Samia atumiki dini, anatumikia nchi. Nyinyi mmefeli vijana wa Kiislamu kuheshimu Uislamu wenu. Mnafeli. Mkipata neema kidogo mnaufanyia mzaha Uislamu. Mungu hawezi kutuangalia namna hiyo. Na Mwenyezi Mungu atusamehe. Nawashukuruni sana. Naomba niseme mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare channel ya Sheikh Mwaipopo TV. Mtapata mambo mengi sana. Wanaochezea dini unachezea akhira yao. Na ni watu wa kuhurumiwa sana na kushangaa. Unakwenda kuchezea dini, kitu ambacho kitakusaidia maisha ya kesho yenye mwanzo usiokuwa na mwisho. Wewe unachezea, una akili kweli? Haya, endelee nituma bwana. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.